Yes, tunasonga mbele katika episode yetu ya 3 katika mwendelezo wetu wa simulizi ya baba mwindaji inayoenda kwa jina la Maisha ni Mchaka Mchaka. Tunaomba radhi kwa kukatiza ile episode ya 2, hatukuweza kuifikisha mwisho jinsi inavyotakiwa, lakini bado hakijaribika kitu. Leo tunaanzia pale pale tulipoishia jana. Karibu sana. Lazaro anasema, baada ya mapigo kwenda mbio, nikaona hapa sina namna ya kufanya, ila kilichopo ni kumbeba tu mzoga wangu wa swala na kupeleka nyumbani. Ndipo nikaubeba ule mzoga nikautia begani, lakini bado yale mawazo yanayonikumbusha kwamba nilivyomtesa mtoto wa swala ndivyo na mwanangu ambapo angeteseka pale ambapo angempoteza mama. Lazaro anasema, ndipo nikafika katikati ya pori, lakini nikawa nimechoka sana. Baada ya kuchoka sana ikanibidi nipumzike. Nilipopumzika, mara nikaona mnyama mbele yangu ambaye si mwingine ni fisi. Ikabidi yule fisi nikamtishia na mshale. Kama kosa yani. Mimi nilivyomtishia yule fisi, hata yule fisi apige kelele. Na alipopiga kelele, cha kustaajabu, walikuja fisi wengi. Yani kadiriwa chini wale fisi walifika zaidi ya 30. Wakanizingira. Nikajiuliza, hawa fisi nina mishale mitatu. Je, nitaweza kukimbizana nao kweli au kuwalenga mishale wote? Hapana. Hapa nifanyeje basi? Lakini ndugu yangu, unaelewa maisha ya msituni jinsi yalivyo. Kila unakopiga hatua kuna mti mrefu. Halo, nikaja kutupia macho, nikakukutana na mti mrefu mkubwa sana. Nikaukwea mpaka juu. Asikwambie mtu, mimi nilikubali kumpoteza yule swala ili mimi ninusurike. Nikaacha ule mzoga wangu chini, wa swala hapo chini. Ndipo mimi nikakwea juu. Nilipokwea juu, wale fisi ikabidi wafakamie ule mzoga. Waliposhiba wakakimbia wote, kwa maana kwamba wameshashiba. Na mimi nikashuka taratibu. Hatimaye nikaelekea nyumbani, lakini haikuwa rahisi mimi kusema kwamba nimetoka kwenye ile pori nikiwa salama. Kusema ukweli, mimi mikono ilikuwa imejaa miiba, miguu ilikuwa imejaa miiba, suruali na t-shirt na shati vyote vilikuwa vimevurugwa pamoja na miiba. Kwa maana wakati nakwea ule mti, baada ya kufukuzwa na wale fisi wakali ambao walikuwa ni wengi mithili ya kwamba wanataka kunidarua, alafu ni zaidi ya mimi nilivyo. Kusema kweli, nilienda kukwea mti ambao una miiba. Yani maumivu nilikuja kuyapata baada ya kushuka kwenye ule mti na wale fisi wamekwisha kuondoka. Halo, asante Mungu, bora umeniponya. Kusema kweli, nilirudi nyumbani nikiwa mikono mitupu. Nilithamini uhai wangu, nikaachana na mambo ya kuinda. Nilipofika nyumbani, nikakuta mke wangu amejifungua. Kwa unyonge nikarejea nyumbani. Katoto ka kwanza kaliponiona kakimbilia ndani, kakamwita mama, baba Audi haya. Mama naye kwa furaha akatoka nje, akadhani kwamba labda nitakuwa nimekuja na kitu chochote, lakini cha kustaajabu, nilikuja mikono mitupu pamoja na mishale yangu. Yule mama ndo mke wangu, akaanza kulia, akasema, baba, nashukuru umerudi. Na mimi nikamwambia nimerudi, lakini heri bora nimerudi. Akanitazama majeraha kwenye mgongo wangu, akanitazama mashati na masuruali vyote vimeraruliwa pamoja na ile miba.
nikaishia tu kumwambia Mungu asante, umemrejesha mume wangu salama. Hivyo vyote tutatafuta. Ndipo nikajifunza kumbe kuna mawili kwenye utafutaji: ufe wewe, mali zipatikane, au mali zife, wewe upatikane. Ndipo nikaendelea na maisha yangu ya hapa na pale ya kuendelea kulea familia yangu mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Familia yangu naitunza bila kutegemea uwindaji, ila familia yangu naitunza kwa kutegemea kujituma na shughuli zangu ndogo ndogo. Msikilizaji, kwa nini Lazaro simulizi hii ameamua kuileta ili uisikie kupitia masikioni mwako? Iko hivi: using'ang'ane na sehemu moja ukifikiri ndio sehemu yako ya kupatia maisha. Using'ang'ane na rafiki mmoja ukidhani huyo rafiki ndio atakaye kufikisha kwenye hatima ya maisha yako. Kuna watu wengine wanakuja kwenye maisha yetu wanatuumiza, kumbe nia na madhumuni tujifunze. Kumbe kuna wakati wa kuumizwa, kuna wakati wa kufarijiwa. Msikilizaji, naomba niseme kwamba simulizi yetu imefika mwisho. Karibu katika episodi yetu ya simulizi itakayoanza tena katika wiki ijayo. Karibu sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Kwa simulizi nyingine zaidi, usisahau kunitembelea katika peji yangu ya YouTube kwa jina la Uncle Doni. Karibu sana.